Jina naitwa mchungaji Kanoni Anderson Birasa. Ni mchungaji kiongozi wa parishi ya Mwanga Kigoma, kanisa la Anglican, lakini pia ni mkurugenzi wa kanda ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Siku ya leo imekuwa siku ya baraka sana katika kanda ya manispaa ya Kigoma Ujiji, na hasa kupata ugeni wa baba askofu ambao ugeni huu ulikuwa ni ugeni ambao umetuletea semina. Semina hii ilikuwa semina elekezi kwa ajili ya makatibu, wahasibu, lakini na wazee wa kanisa makao makuu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya semina hii. Semina hii imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa sababu watu wameelekezwa namna jinsi ambavyo wanaweza kwanza kukuza uchumi wao, lakini pia kukuza uchumi wa kanisa ili kanisa liweze kutembea katika misingi yake ya utume, kwa sababu ili kanisa liweze kutembea lazima Mkristo aweze kukuza kipato chake, uchumi wake uweze kuwa mzuri. Alafu ndipo uchumi wake ukiwa mzuri, sasa anaweza sasa akatoa zaka, akatoa sadaka, akatoa shukrani, akatoa michango mbalimbali kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lake. Lakini katika semina ya leo, Wakristo au waumini au watu waliohudhuria katika semina hii wameelekezwa namna ya kuweza kuanzisha miradi ya kikanisa, kwa sababu wakati huu sio wakati ambao kanisa linaweza likaendeshwa na sadaka peke yake. Kwa hiyo kanisa tumeelekezwa siku ya leo ni vizuri kuanzisha miradi ya kanisa ili kanisa liweze kutembea vizuri, kujenga kanisa la baadaye, kwa sababu huko Ulaya kama baba askofu ameeleza, huko Ulaya zamani watu walikuwa wanaingia makanisani kama hivi leo sisi tunavyoingia makanisani. Kulikuwa na wingi sana makanisani, lakini kadiri ukengeufu ulivyoendelea katika nchi za magharibi, watu waliendelea kupungua makanisa. Kwa hiyo sasa hivi huko Ulaya na Amerika wanaohudhuria makanisani ni watu wachache sana. Sasa namna ambavyo kanisa sasa hivi linaishi kwa kutegemea miradi, kwa sababu idadi ya mahudhurio makanisani kule Ulaya na Amerika imepungua sana. Kwa hiyo vitu hivi vya uchumi, yani tukianzisha miradi ya uchumi katika kanisa letu, itasababisha kanisa baadaye kutembea vizuri. Lakini pia tumeelekezwa siku ya leo walei wajue mipaka yao, kila mtu ajue kutii mamlaka. Yani kulikuwa na watu hawajui mamlaka ya kichungaji. Siku ya leo wameelekezwa namna ambavyo wanaweza kutii mamlaka iliyowekwa. Lakini pia wachungaji nao wameelekezwa namna na jinsi ambavyo wanaweza kuishi na walei vizuri. Unajua kuna wakati fulani hata wachungaji nao pia ni tatizo katika mitaa. Kwa hiyo siku ya leo semina hii imeelekeza wachungaji namna ya kuweza kushare, yani walei pamoja na wachungaji waweze kusaidiana katika kuweza kusukuma hili gurudumu la Injili, kwa sababu hakuna mtu anayeweza kacheza mpira peke yake. Wacheza mpira lazima wacheze kwa kupasiana. Ndivyo ilivyo katika huduma yetu. Huduma yetu ni ya kumegeana. Huyu anakuwa na kipawa hiki, huyu mwingine anakuwa na kipawa hiki, kila mmoja anakuwa na jinsi ambavyo anaweza kulifaidia kanisa. Kwa hiyo tumefundishwa kwamba sisi lazima tuishi kwa kutegemeana. Wachungaji tunawategemea walei katika huduma hii, lakini walei nao pia wanategemea sisi wachungaji. Kwa hiyo tuweze kuwa na namna ya kulindana, kuvumiliana, kusaidiana, kushauriana kwa upendo, na zaidi ya yote kuheshimiana kila mtu na wito wake. Nataka kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya jambo hili ambalo Bwana amelifunua kupitia baba askofu wa askofu Mwasham Charles Emmanuel Bwata, ambaye amefunuliwa kufanya jambo hili. Amezunguka kanda zote na leo hii amemalizia hapa kwetu kanda ya manispaa. Naomba nimshukuru Mungu sana kwamba jambo hili limetoka kwa Mungu, sio kwa wanadamu, kwa sababu linaleta tija katika kanisa letu. Mimi kama mkurugenzi, kitu cha kwanza nimejipanga kabisa kuyatekeleza mambo ya kwanza kwa kuheshimu wachungaji wenzangu, kuwashirikisha mambo, kwa sababu tumeelekezwa pia kushirikishana vipawa, kuwashirikisha mambo. Lakini pia nimejipanga kuwashirikisha walei katika mambo ya kuendeleza kanda yetu. Lakini pia katika habari ya miradi
nimejifunza kabisa kwamba kama nilikuwa nimeshaanza, maana tayari kanda ya manispaa tumeshaanza, lakini sasa tunatakiwa kuwa na spidi kubwa ili tuweze kufikia malengo tarajiwa, kwa sababu hatuwezi kujikomboa kama tuwezi kuwa na miradi ya kiuchumi.